Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Mtazamaji wa Kasako Media, karibu sana kwenye mazungumzo mengine ambayo ulikuwa umehamisi siku nyingi na kiongozi rais wa chama cha soka kambini Nyarugusu, Abema Elekinwa. Tumemwalika ofisini kufuatia tangazo lilotolewa siku za hivi karibuni kwamba michezo imerudi rasmi na ni ruksa sasa kuingia viwanjani kukipiga. Tupate maoni kwanza kwa rais wa chama kwamba amejisikiaje kwanza kwenye siku aliyokuwa anatoa tangazo hilo, maana nilisikia sauti yake kama imechangamka. Ni kweli ndugu mtangazaji, nashukuru sana kupata nafasi hii ya kuweza kupita kipindi na Kasako Media. Nimefurahi sana. Na siku hiyo kutoka MUC nikipewa hizo taarifa kwamba michezo tena imerejea, asijui nimelala na viatu siku hiyo. Nilikuwa na furaha ya kupitiliza. Sawa. Watu walikuwa wamemiss kweli michezo. Miezi miwili karibia hivi, miezi miwili na siku kadhaa imepita. Hapa kati changamoto ilikuwa nini hasa upande wa ofisi ya michezo? Kuhusu ofisi ya michezo tumehangaika vya kutosha. Na maana kwamba baada ya kumaliza finali za Kasako awamu ya 3 tukafanya sherehe yetu Jumapili, lakini ukatokea sitomfahamu kwamba inawezekana shirikisho ndio imeruhusu wasanii kutoa tunzo zao, mambo mengine. Kama mkuu kapata hizo taarifa, basi kasitisha. Na tukaheshimu mamlaka. Hatujafanya chochote, tukaambia kwamba activities zote za kimichezo zisimame. Na kweli hadi tarehe 4 Jumanne ndio tukapata ruksa tena kwamba michezo imefunguliwa. Hapo katikati tuliumia kama wadau, kama kamati ya michezo kambini, tukawa kabisa tupate usingizi. Hivi wadau wanatuuliza hapa na pale, hata naamini hata watu wa Kasako na wenyewe walihangaika, maswali yalikuwa ni mengi lakini majibu hamna. Kiukweli tumehangaika vya kutosha, lakini Mungu bado yupo pamoja na sisi. Mwaka uliisha vizuri kabisa na mambo yalikuwa kama vile alivyoshuhudiwa kwenye matukio kadhaa ambayo yalitokea. Ligi karibia 5 hivi zimechezeka mwaka uliopita. Hiyo ni kweli. Na mwaka huu 2025 tuahidi kwamba tuko pamoja na Kasako Media. Mdhamini niseme namba 1 kambi ya Nyarugusu. Bado yeye ni kubandika na kubandua. Naamini kwamba mwaka 2025 zitafika hata ligi 6. Kuna tangazo lilitoa kuhusu pia daraja la 4. Labda tuanzie hapo kwenye daraja la 4 kwanza kabla tujavuka huko kwingine. Ni kweli mawazo hayo nimeyapata kutoka MUC. Kasema bana, kwa nini tunanyanyasa watoto under 17 ile kushuka? Ikaonekana kwamba kwenye kibali tuwaombee na wenyewe. Na hivi ndo tumeandika kibali kwamba ligi hii ya Kasako lakini pamoja na ligi ya watoto. Kwa hiyo ni kwamba daraja la 4 litakuwepo. Utaratibu utafanyika naamini Jumamosi. Tutakuwa na kikao cha viongozi wa daraja la 4 ili tuangalie ni nini watakachokifanya ili tuende sawa pamoja na wao. Na tutaendelea kuzidi kumsii kiongozi wetu mdhamini haangalie nini cha kufanya kuhusu daraja la 4. Kuna ligi ambazo zilikuwa zinafanyika kwenye uwanja mmoja tu ile wa CDA Shwababe. Kuna uhusiano wote wa vile vilabu ambavyo walikuwa wanafanya pale, sijui tuseme mazoezi au mechi, na kuna uhusiano wote na daraja la 4 au wale ndio watakuwa daraja la 4 baadaye? Ni kweli, acha tuongee wazi tu kwamba inawezekana Kalima hajafuata utaratibu. Na ndio maana wale watu pale Mucheye waliona si vema kwamba shirikisho la mpira wa miguu sehemu yoyote ile ni moja. Kaonekana kwamba anaendesha ndivyo sivyo, kwa hiyo tuingize daraja la 4. Na ni wale ndio watakao ingia kwenye daraja la 4. Tayari ni timu zimeshakamilika, ni kufika ofisini watambulike vyema na vitambulisho na mambo mengine mikataba, basi na iwe daraja kama daraja zingine hapa kambini. Daraja la 4 limekuja wakati ambapo shirikisho lilikuwa lina uhaba wa baadhi ya watu kwenye nafasi tofauti. Hii haitakuwa mzigo au kuna mpango gani upande wa shirikisho kuhusu kujaza zile nafasi ambazo zilikuwa? Ni lazima ndugu mtangazaji. Kazi ni kubwa, kazi ni mzito.
daraja 4 kuzibeba kwa mkupuo ni kazi kubwa. Na wanawake. Na wanawake pia. Yes, kuna ligi ya wanawake. Ni kweli tutajaza hizo pengo, tutajaza kwa kamati kuu pamoja na baraza la nizamu, ni kweli. Hata makamisa wa mchezo tutawaongeza. Hata marefaris wale waliokataa tutajaribu kuwasii. Hata Kasako Media naona na marafiki wengi pale. Jaribu kuwasii waje tupige filimbi jamani. Tutaangalia nini cha kufanya kuhusu kujaza pengo zile. Kuna hili hapa la Kasako Marathon ambayo watu wamekuwa wakililia siku nyingi na michezo imeruhusiwa. Mipangilio imekaa vipi kulingana na hizi ratiba ambazo zinakuja kuanza hapa? Maana kesho kuna kikao cha baraza kuu na maandalizi yanaanzia kwa hapo kesho maandalizi yanaanza. Tunaanzaje sasa hapa? Ni kwamba ukiangalia kwenye agenda yangu tayari nimeshaandaa agenda ya kikao na marathon ndo ya kwanza kabisa kwenye agenda. Ina maana kwamba tutatangazia watu kwamba marathon itafanyika Jumamosi ya tarehe 15. Pointi kabisa ni zone ya 14 uwanjani. Na tuna vile vitengo tutavitaja na baadaye tuwaambie mshindi atapata hiki. Kwa hiyo kwa yoyote anayetaka Jumamosi ofisi ziko wazi, njoo kajorozeshe Jumatatu, Jumanne, lakini milango itafungwa Alhamisi. Hapo tutakuwa na orodha kamilifu kwa kila kitengo. Na hapo tutaishika marathon ya Kasako au tuseme Kasako Marathon itakuwa ya kiupekee. Ya moto. Itakuwa ya hatari. Na baada ya marathon Jumamosi basi ufunguzi daraja la kwanza ligi hiyo ya Kasako inaanza mara moja 2025. Mwaka uliopita tuliona taswira nzima ya mchezo, timu zimeimprove na upande wa shirikisho pia wameimprove ya kutosha. Tutarajie mabadiliko gani mengine mwaka huu kuanzia hiyo kesho na kuendelea? Ndugu mtangazaji Eraston, ni kwamba soka la kambi sasa hivi linaendelea kuboreka siku kwa siku. Na baada ya kupata mdhamini huyu tunaye kwa sasa. Unajua kadri tunavyoenda na Kasako naona mambo yanakwenda yanabadilika. Hata vilabu vinaheshimu kwa upande mwingine. Na naamini watu wanaochanganya sasa hivi mpira wa kambi ni marefaris. Hao ndio watu tutatakiwa tukae nao chini tuwaelekeze. Lakini pamoja na wao hata viongozi wa vilabu tukae nao ili zile hali za kutoa angalau wasitishe kabisa, tutokomeze. Tukimaliza hicho naamini mpira utakuwa mzuri zaidi. Lakini tutapambana, nina imani kwamba nitaboresha zaidi na zaidi. Ni hatua gani labda kwa kupitia changamoto ya marefari, ni hatua gani ambayo shirikisho sasa tutachukua kuanzia mwaka huu kuhakikisha zile changamoto ndogo ndogo na makosa ya kibinadamu angalau yanadhibitiwa kwa kiwango kikubwa? Kwanza Jumamosi tuna kikao na marefaris wote. Jumatatu hadi Alhamisi watakuwa na recyclage, yale mafunzo ya kupitia ili kuandaa michuano tayari. Na refa atakayekosa kwenye recyclage asilaumu kabisa, hata kuwepo kwenye orodha. Kitu cha pili, naona kwenye ligi hii tutaanza, ina maana kwamba timu kabisa tukidhibitisha ile rushwa ya kiongozi wa timu pamoja na referee ikidhibitika, ina maana tutachukua hatua kabisa za kikatiba na kanuni. Ina maana kwamba katiba inatuambia kwamba timu hiyo mtoa rushwa na mpokea rushwa wote wanaadhibiwa, lakini timu ndio inaadhibiwa vya kutosha kwa sababu itashushwa daraja kwanza. Pili, itafungiwa miezi 6. 3, kuna faini pale atakayolipa baada ya kifungo, lakini akitoka kwenye kifungo mara moja anashuka daraja. Mfano timu ya Alliance ikionekana imefanya kitu kama na hicho na udhibitisho umekamilika kabisa, na maana inashuka daraja la pili. Kwa hiyo tukifanya hivi kwa timu 2 3, naamini haya mambo tutayamaliza. Na hicho tunajipanga. Kuna hili la imani za kishirikina kuendelea kushamiri viwanjani pamoja na ushauri na maonyo yanayozidi kutolewa, lakini kuna vilabu vinaonekana bado kutokuheshimu. Mwaka huu tunafanyaje kuendelea kudhibiti hiyo hali pia? Ni kweli naona watu wanaotuangusha ni watu tunaowatuma kwenye mchezo.
na maana marefaris 1 pamoja na kamisa wa mchezo. Hao ndio watu 5 tuliwapa go ahead ya kuweza kuwashika au kuwaadhibu hao watu. Program ya ofisi ni kwamba tutateua watu wengine tofauti na wale watu 5 kwenye mchezo. Na maana kutakuwa timu ya watu 5 au watu 3 kwa kila mchezo. Yaani yeye hajaona pale, lakini huku tayari kuna mtu ameshaona. Lakini akiona asifumbe ajaribu kuongea na kamisa wa mchezo na kuenda kuongea na kilabu na uongozi wa kilabu husika. Kwa sababu hata akija kama bubu kufika ofisini itakuwa kwamba alina ushahidi wowote. Kwa hiyo na Kasako tutaomba kipindi anakwenda pale tayari jaribu kuchukua ile tukio tupate ushahidi wa kutosha. Yes. Okay. Mambo ni mazuri mtazamaji wa Kasako Media, na kujulisha tu kwamba saizi sio Kasako TV tena, tumekuwa Kasako Media kutokana na mabadiliko ambayo yapo kiutendaji. Imekuwa hivyo. Taarifa nyingine utaendelea kujuzwa kadri muda utakavyozidi kutueleza. Lakini taarifa nzuri ni kwamba tarehe 16 tunaanza kutimua vumbi daraja la kwanza. Lakini kuna muendelezo pia wa ligi ya daraja la pili ambayo ilikuwa imesimama njiani. Utaratibu ukoje? Ni kweli ligi hii itaanza Alhamisi. Ijumaa wanasimama, Jumanne tena wanatangulia, kwa sababu wao ni mtoano, ni mechi za kuhesabika. Hawezi kutuzuia sisi kuanza. Yes. Kitu cha pili, daraja la pili na la tatu wanacheza sana saa 8. Na maana daraja la kwanza tutaangalia wanacheza saa ngapi, hao wanaanza, baadaye daraja la kwanza wanaendelea. Yaani ni mfumo huu mtakaa chini ili nitengeneze. Na maana apata haribika kitu. Yaani nitatengeneza kabisa kiutaalamu. Yeah. Yes. Kuna pia jambo la kuongezwa kwa uwanja wa M1 kwenye mashindano ya ligi iliyopita, lakini kuna changamoto zilizotokea kikashindwa kutumika hicho kiwanja. Mwaka huu vipi, kitakuwa sehemu ya viwanja vitakavyotumika? Ni kweli uwanja huu utatumika, lakini bado maboresho. Mimi sijarizika na uwanja wa M ya kwanza, kwa sababu mimi nimewaambia kwamba wachezaji ndio wanalalamika kwamba uwanja haujawa vizuri kivile. Hata na mimi nimepita juzi nikauangalia tena. Mimi nimemwambia protocol ya MA kwamba tujaribu kujaza zile shimo ili ikae vizuri, kwa sababu tayari magoli hapo hayana shida tena, ni kuseti na kupaka rangi. Kwa jambo lingine ni kwamba tutachezea MA. Yes, tutachezea MA zone ya 9, zone ya 14 na A ya 3. Yokohama na wenyewe wakifaulu kuweka vyuma, basi na chenyewe kitakuwa kwenye hatua ya kuchezea. Kwa hiyo tunaamini kwamba mwaka huu viwanja vyote vitatumika mpaka kwa Baba Juma. Hadi ile ya 3 ndio. Viwanja vitafanya kazi. Yes. Hapo kwenye viwanja. Kuna kiwanja kilikuja cha A ya 3 kule chini. Kikatumika mechi ngapi hivi? Ni kama kimesaulika. Changamoto ilikuwa nini mpaka watu wakashindwa kutumia? A ya 3 au tuseme kwenye lugha nyingine A ya 3. Uwanja ule kweli haujaridhisha sana. Tuliona kwamba wale watu wameshafanya kazi ya ziada. Wacha basi tufanye hicho. Lakini bado akijafikia kabisa, akijaeneza kama uwanja. Kwa hiyo inawezekana daraja la pili, daraja la 3 tunaweza tukasukumi, kwa sababu pana vifaa pale. Tunaweza sukuma hizo timu kucheza pale, haina shida. Mwaka wako wa kwanza kabisa ulivyochukua tamu za uongozi kwenye shirikisho la soka, ulitumia uwanja wa O ya 3 mwishoni kule Mtoni, na kuna mpango wote labda? Yes, sasa hivi wamenipa fedha ni watafutie vyuma, lakini vyuma sasa hivi ni kasheshe. Bado nina vyuma kama takriban 6, kwa sababu wanataka wabadili vile vyuma vidogo. Na ule uwanja naamini Jumapili asubuhi nitakwenda kukagua. Wale watu wameshalia sana, nione hata mechi ngapi na zenyewe ziende pale, kwa mandhari ya uwanja nitakavyokuta. Ukiwa mzuri basi watapokea michezo, kiwa si mzuri kivile basi wasilaumu. Ilikuwa ni moja kati ya ndoto zako kuwa na
mawasiliano kwa waamuzi. Mipango ilileta changamoto mwaka uliopita, by the way mwaka umeanza ndo bado mwaka ni mbichi kabisa. Nini mipango mpaka saizi? Tutarajia mpaka mwezi wa ngapi hiyo changamoto tutakuwa tumeimaliza? Ya mimi niombe, sijui sisi tumefeli pale Dar es Salaam. Lakini ikiwa kuna mtu mwingine mdau yote atakayetusikiliza anajua sehemu tutapata hizo wireless microphone, tupo tayari kwa sasa hivi. Yes. Yaani ni kwamba sehemu ile jamaa yule tulikuwa tunawasiliana naye sasa hivi hapatikane. Mdhamini mwenyewe juzi ndo tunaongea akaniambia yule aliyekuwa naenda kutafuta zile wireless microphone alikuwa ni mimi. Hapo tukacheka sana. Unadambia unatuma mtu kumbe. Kwa hiyo alifeli. Kwa hiyo wakasema kwamba ni mpaka ufanye sijui order, sijui nini, ndio hivyo. Lakini tuombe tu kwa wadau, ikiwa kuna mmoja, ikiwa ni Kenya, ikiwa ni Uganda, zinaweza kutufikia muda wowote, basi atujuze ili tumpe pesa na atuletee hizo wireless microphone. Kwa hiyo shida ni upatikanaji sasa, sio pesa tena. Sio pesa kabisa. Yeah. Kumbe hela ipo. Hela zipo kabisa. Kuna swali la kizushi hapa kwamba watu wengi wanadai kwamba ofisi ya shirikisho inapata hela nyingi sana. Ili unaliwekaje sawa kwamba ofisini kwako hela ipo, yani hela ipo? Ni kweli unajua ikiwa mtu atafanya kazi sehemu wanaona fulani ndo anakula. Yani wengi, na ndio maana utakuta vita vinaendelea sehemu, pinzani, maadui vingine. Lakini Kino hata zekea pale, Kino mwisho atatoka. Mwenyekiti wa chama siku moja atatoka kabisa, kutakuja mwingine. Naye atazungumzwa kwamba kuna pesa. Sasa tutaona na yeye ataongea nini. Kifupi ni kwamba kuna ingia pesa. Ni kweli. Lakini hizo pesa zinafanya kazi. Msione hivi vyote tunaboresha, tunafanya hiki na hiki, lazima pesa ndo zinafanya kazi. Mfano plastic chair, tujue kesho tutakaa wapi. Lazima tufanye mpango wa kununua nini? Plastic chair. Na timu ndo na sisi wadhamini wetu. Tukifanya affiliation daraja la kwanza ni 50,000. Na tunajua hapa 15,000 zinatoka kwenda kununua nini? City. Hizo 65 ndio inabaki pale. Kwa hiyo wasio wanatona kwamba pale kuna ingia hela nyingi nini, hapana. Panaingia hela lakini zinafanya kazi tena kwa wadau. Yaani hela inaingia na inatoka. Mbona Kino ajawa na duka? Ajawa hata na pikipiki. Na kwa nini kuna ingia hela nyingi? Ndio hivyo ndugu mtangazaji. Sawa bwana, tumalizie na hili hapa. Tofauti na wireless microphone, ndoto zako mbili kubwa mwaka huu ni zipi? Ni kweli. Tofauti na hiyo wireless microphone, nina imani tutazipata. Kuna stationary kwenye ofisi. Hiyo ni program hipo kabisa mezani. Na kuna mmoja anataka tusupport. Kuna hii ya kujenga uwanja wa kisasa. Tumeliingiza kwenye shirika la IRC. Na tumelifikisha UNHCR kwa George na Misana, wajaribu kutuombea kwa serikali kwa sababu mdhamini tunaye tayari yupo tayari kutujengea uwanja wa kisasa. Sio kwamba tutapiga fence. Ni uwanja kwanza tupate hizo nyasi za kisasa. Ikiwa kutakuwa na mabomba pale uwanjani, tujengewe vestiaire pale, ile sehemu ya kubadili wachezaji, vitu kama na hivyo. Kwa hiyo ndoto zangu sitofurahi kutoka pale ikiwa sijakamilisha hivi vitu vitatu. Wireless microphone, stationary kwenye ofisi na uwanja bora kambini Nyarugusu. Na nitaomba wadau wanisapoti, tushirikiane tu kitu kimoja tufanikishe hivi vitu. Yes bana, haya ni machache kati ya mengi ambayo tungeweza kuzungumza siku ya leo, lakini muda hauwezi ukaturuhusu kuendelea mpaka, lakini tukipata wakati mwingine tutaongea tena na mwenyekiti kadri muda utakavyozidi kuruhusu. Mimi naitwa Raston 4G. Hii ni Kasako Media. Nilikuwa na mwenyekiti, atuambie neno la mwisho kwa mashabiki na wadau wa soka. Niseme tu mashabiki kwamba ni washukuru mashabiki wa mpira kambi na nje ya kambi, kwamba tumekuwa waelewa sasa, wavumilivu, na tuendelee kuwa na mioyo kama na hii, kukubali matokeo, kukubali madhaifu ya waamuzi na watu wengine wanaohusika na soka kambini. Kwa hiyo tukielewa hicho, basi soka litaboreka
na tutarudisha heshima ya soka ya kambi. Pamoja na hayo, tuombe wadhamini msiishie tu kumuona Kashinde Chile Sangani Baba Feza ndo mdhamini tumwachie, hapana. Ikiwa kuna mdau mwingine atasapoti jamii hususan kwa mpira wa miguu, basi ajitokeze asapoti, sio mpaka Kashinde tu, hapana. Sio mpaka Kasako, hapana. Mwingine asapoti kwa njia nyingine. Anaweza tupa jezi za marefari za mipira nini, basi unasaidia ni jamii ya wakimbizi. Kwa hiyo tunaomba supporta kwa wenzetu hususan walioko nchi ya tatu, USA, Canada, Australia, tuseme na Sweden na hata South Africa wapi. Kwa hiyo tunaomba support zenu, vifaa vya mpira wa miguu hapa kambini tunahitaji mtusaidie ili vijana wetu wakuze vipaji vyao vilivyo hapa kambini. Ya, nilitaka kusahau hili. Hii miezi miwili hapa, wewe imekufundisha nini? Hii miezi miwili ya ukimya hii. Ni hatari. Hata wenyewe pale, unajua hicho kikao tulichokifanya na mkuu wa kambi pale na watu wake. Wenyewe walisema kwamba kambi imepoa. Yaani ilikuwa ni changamoto, ni vurugu. Ina maana kwamba vijana walienda wanavyotaka, sijui maafa hapa na pale, hata wenyewe wamechunguza hicho akasema hapana. Hata mimi ilikuwa ni miezi mibaya kwangu. Ya mateso. Naona wewe ni kiongozi, sasa imesitishwa. Sasa hapa wewe, yani usingizi ni kwa sipati. Lakini kwa leo, tangu Jumanne hadi leo, usingizi napata kabisa fofofo. Sawa, asante kwa muda wako mwenyekiti. Tuko pamoja sana. Sawa bwana, hii ni Kasako Media, nimemaliza namna hiyo na rais wa chama cha soka kambini Nyarugusu, Abe Maele Kinwa. Mimi naitwa Raston na hii ni Kasako Media, nyuma ya kamera yupo Robert. Bye bye. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.